Kabla sijaingia kwenye somo letu ila leo, kuna kitu Mungu alikuwa amenipa kutafakari sana asubuhi kuhusu wajibu wa kimungu wa kulea na kulelewa. Wajibu wa kimungu wa kulea na kulelewa. Anasema kwenye Mithali 22 mstari wa 6, anasema mlee mtoto katika njia impasayo, na yeye atafanya nini? Hata iacha atakapokuwa uko mzee. Kwa hiyo katika kutafakari tu na mtoto ni nani, tumekuwa tukitazama upande mmoja tu kwamba yule mtoto, lakini wewe na mimi at one point or another tunaweza tukawa katika level ya utoto. Kwa hiyo tunahitaji kufanyaje? Tunahitaji kulelewa. Kwa hiyo wajibu wa kulea na kulelewa, yani wote huo ni wajibu wa kimungu kwetu sisi. Kuna mahali utakuwa mlezi, lakini kuna mahali utatakiwa ulelewe. Bwana asifiwe sana. Wewe nyumbani kwako si mama baba, si ndio unalea? Lakini ukifika hapa wewe pia unachukua role ya mtoto kwamba unalelewa. Kwa sababu gani? Kuna njia unayopaswa kuijua. Kuna mfumo unaopaswa kufanya nini? Kwa hiyo anahitajika mlezi. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kuna wajibu wa kimungu katika maisha yako kwa ajili ya kulea wengine na wewe pia kulelewa. Mungu anapokupa wajibu wa kulea, huwa anakupa kwanza nafasi, labda ya mzazi, mwalimu wa kwaya, sijui mchungaji, yani ile nafasi ya ulezi. Walio chini yako unatakiwa uwalee, si ndio? Lakini ukitoka hapo ukija kanisani, wewe pale unakuwa na wewe ni mtoto, unatakiwa kufanya nini? Unatakiwa kulelewa. Wewe unapokuwa mume unabeba role ya kumlea mke wako. Mkeo ni mtoto. Mke naye anabeba role ya kukulea wewe. Wewe unakuwa ni mtoto kwa sababu kuna njia inayokupasa. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Hata ukimwangalia Yesu alipewa role ya kuwa mlezi. Kwa hiyo akawalea wanafunzi wake. Mwisho kule namwambia Baba, wote ulionipa mimi kuwalea sikumpoteza hata mmoja isipokuwa. Kwa hiyo kwenye ulezi, yani tuna role ya kutokupoteza watu ambao Mungu amefanya nini? Mungu amewaweka chini yetu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo wewe unaelea, unaweza ukawa mtoto kwa mtu mwingine, lakini sehemu nyingine ukawa wewe ni mlezi. Na unakuta muangalie mtu kama Hana alizaa mtoto, lakini hakuwa na ile huduma ya kimalezi kuhusiana na ule mtoto. Matokeo yake akamchukua mtoto akampeleka kwa nani? Akampeleka kwa kuhani Eli. Manake kuhani Eli ndio alikuwa na kitu cha malezi kwa ajili ya ule mtoto. Si kila mtu anaweza kuwa na kitu cha malezi juu yako wewe. Na ndio maana unaweza ukafika mahali ukakaa chini ya mchungaji ukajisikia comfortable. Umeona? Kwa sababu unaona kuna kitu cha malezi cha kimungu juu yako. Na ndio maana kama uko hapa chini yangu alafu husikii kwamba kuna malezi unayoyapata, kimbia haraka sana. Kwa sababu hapa kusaidii. Muulize Mungu akupe mahali ambapo utakaa na utalelewa na utaona kwamba unapokea malezi. Kwa sababu anasema mlee mtoto katika njia impasayo. Njia impasayo. Kuna njia inayokupasa. Kama hiyo njia hauipati, kimbia. Mwambie Mungu akuonyeshe mahali ambako utapata hiyo njia. Lakini Mungu anapokuweka kwa ajili ya malezi, kwa sababu anataka uipate njia ikupasayo. Na ndio wajibu ambao mimi naufanya hapa, kuonyesha njia itupasayo. Kwa hiyo usijali uchache wetu au wingi wetu. Mungu amekukusudia wewe upate nini? Njia ikupasayo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo Mungu yeye anajua wapi ya kuweke kwa ajili ya malezi.
Sasa unawezaje kunufaika na malezi ya yule anayekulea? Sasa hilo tutafundishana siku nyingine nisome. Nilikuwa nataka kukupa hiyo tu leo kama intro, umeona? Kwa sababu unaweza Mungu akakuweka chini ya mlezi, alafu ukashindwa kupokea yale malezi, alafu ukashindwa kunufaika. Sasa inakuwa hasara kwako. Bwana asifiwe sana. Ndio ile watu wanasema penye miti hakuna nini? Hakuna wajenzi. Kwa sababu mtu kakaa, umeona, wenzake wamenufaika, wamelelewa, lakini yeye katoka kapa. Ndio wale unaona watu ambao unashangaa hawana wachungaji maalum. Leo kaka hapa, kesho kenda pale, kesho kutwa, unashindwa kuelewa kwamba huyu analelewa na nani. Unaijuaje hiyo njia ikupasayo? Nani mlezi wako wewe? Kwa sababu huu ni mfumo wa kimungu. Ni mfumo wa kimungu kwamba lazima uwe na mzazi atakaye kulea. Sasa si lazima awe mzazi aliyekuzaa. Ndio maana unakuta mama kazaa mtoto kapeleka kwa shangazi yake. Wakati mwingine ni makusudi ya kimungu tu, kwamba yule kule ndio ana kitu cha kumlea yule mtoto. Sasa sisemi kila mtoto akizaliwa apelekwe siji kwa bibi kwa nani, lakini wakati mwingine inatokea hivyo kwa sababu mama hana, ndio amezaa, lakini hana kitu cha kimungu cha kumlea yule mtoto. Ndio maana Hana alipomzaa Samuel alienda akamtupa kwa Anieli. Kwa sababu yeye hana yale malezi. Kwa sababu malezi mtu anapewa na Mungu kwamba nimekuweka lea watu wangu katika njia ipasayo, kwenye ndoa zao, kwenye ujana wao, kwenye utumishi wao, hivyo. Na ukiniambia kwamba mimi nimewekwa kama mlezi, kwamba najua fulani, sijui, lakini kile anachokiliachilia Mungu, wewe ndio utajua kwamba hiki kitakuvusha mahali, kwa sababu Mungu ndio amekukusudia. Aidha katika utumishi wako, katika ndoa yako, au katika nini, ndio njia ikupasa. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo unapokuwa kanisani, usizipoteze hizi opportunities. Na wakati mwingine labda unaona mambo yanakuja tu, karibu niende kwenye somo langu. Wakati mwingine mlezi anaweza akawa uko kwenye level naye, akawa hata rafiki yako, lakini Mungu amempa ngazi ya ulezi. Ni rafiki, lakini Mungu amempa ngazi ya ulezi. Sasa ukimwangalia tu kama rafiki, unaweza ukapoteza ile ngazi ya ulezi. Mwangalie Jonathan na Daudi. Jonathan alishika nafasi ya ulezi kwa Daudi kwa sababu ya future ya Daudi. Anamlea katika njia impasayo ili Daudi awe mfalme. Anamwambia nafasi hii ya ufalme hii baba yangu anataka kunipa, lakini hii sio ya kwangu, hii ni ya kwako. Kwa hiyo Jonathan anamlea Daudi katika njia impasayo aweze kufika. Ukidharau ulezi, hutaweza kufika kule Mungu anakotaka. Kwa sababu kuna kitu chako cha malezi kwa habari ya ndoa yako, kwa habari ya ujana wako, Mungu kakiweka kwa mtu fulani. Nilikuwa na rafiki yangu karibu sana. Sasa hapa nimalize ili niende kwenye somo langu la leo. Yule rafiki yangu Mungu akamnyanyua, akamweka kwenye ngazi ya juu kidini. Unajua ukitoka mchungaji ngazi inayofuata ni gani? Akamweka hapo. Sasa alipomweka kwenye ile ngazi, yani ghafla mimi nilivyokuwa namuangalia yeye, ikawa imebadilika kabisa. Sikuwa namuona tena kama rafiki. Yani nikawa na hofu fulani kwake, kwa sababu tayari yeye ameshakuwa mlezi kwangu mimi. Lakini mbaya zaidi, yeye hakutambua kwamba yeye ameshakuwa mlezi kwangu mimi. Mimi nimetambua kwamba yeye ni mlezi wangu, ila yeye bado anaona kama mimi ni rafiki yake na sio kama mtu anayepaswa kunilea. Sasa tukaenda kuna mahali nikakosea kidogo. Kaambia Undole, kwa nini sikukosea search, lakini nilifanya kitu ambacho yeye ni cha kimungu lakini yeye hakukipenda. Kwa hiyo akasema kwa nini hukuniambia? Unajua nilimwambiaje? Nimwambia nilikuogopa. Wewe kwangu sasa ni mlezi, sio rafiki tena. Hakuelewa. Na hapo tuliachana namna hiyo na nilitoka chini ya mamlaka yake ya ulezi.
Lakini kama angeelewa kwamba huyu ni rafiki, lakini mimi nishakuwa juu, nina nafasi ya malezi, angetimiza ule wajibu wake wa kufanya nini? Wa kulea. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Sijui kwa nini nimeyasema haya, lakini Mungu mwenyewe ana makusudi. Sasa sura yetu ya 3 ya kitabu cha Waebrania, kwenye Bible study yetu leo tarehe ngapi? 10 ngapi? 17 18 mwezi wa 8 2021. Sasa nikupe tu introduction ambayo itabeba sura hiyo nzima. Wazo linalojitokeza katika sura ya 3 ni kutokuamini, unbelief. Wewe ulipata wazo gani? Unbelief. Issue ya kutokuamini ndiyo inajitokeza hapa kwenye sura ya 3. Na kutokuamini kunatengeneza au kulikuwa kumewatengenezea hawa watu mazingira ya kumkataa Yesu, ya kumwacha Yesu, kukataa neno lake na ujumbe aliobeba kwa ajili ya watu wake. Kutokuamini ndio kunatengeneza mazingira haya. Unamkataa Yesu, unakataa neno lake ambalo amebeba kwa ajili yetu. Ndio maana mwandishi anasisitiza tumtafakari Yesu, mtume na kuhani. Tutaona kule mbele, nakupa tu intro. Angia mtafakarini sana. Sehemu nyingine anasema tukisikia sauti yake tusifanye migumu mioyo yetu. Kufanya mioyo kuwa migumu ni kukaribisha hukumu ya Mungu, kwa sababu anasema kwamba sio wale ambao aliwatoa kutoka Misri, lakini aliwaangamiza, hawakufika kule. Kwa sababu gani? Kwa sababu walifanya migumu mioyo yao, hawakuamini. Na kwa sababu hawakuamini, walirebel, walifanya uasi. Kutokuamini kuna kufanya uasi neno la Mungu. Ulichukulia neno la Mungu kuwa poa. Kwa hiyo sura hii ya 3, wazo tunaloliona hapa linalobeba sura hii ya 3 ni wazo la kutokuamini, unbelief. Kutokuamini ni dhambi mbovu sana, ni dhambi mbaya sana, ni hatari. Sasa anasema pale mstari wa kwanza sura ya 3 anasema kwa hiyo, kwenye Biblia ya Kiingereza anasema therefore. Anaposema kwa hiyo maana yake nini? Maana yake kuna mambo alishayazungumza kwenye sura ya 2. Kayazungumza sura ya 2 na ya kwanza. Sasa anakuja sura ya 3 anambia kwa hiyo, therefore. Na kwenye sura ya 2 mambo gani alieleza? Ameeleza kwenye sura ya 2 personality ya Yesu Kristo, jinsi ambavyo Yesu alifananishwa na sisi ndugu zake, akachukua mwili, akachukua damu kwa sababu ya kumharibu Ibilisi. Na anaeleza jinsi ambavyo alivyobeba ile ofisi ya kikuhani kwa ajili ya mambo ya Mungu kutuhusu sisi wanadamu. Anasema kule ni wakati upi Mungu alimwambia malaika gani kwamba uketi mkono wangu wa kuume, kwamba wewe ni mwanangu, mimi nimekuzaa. Ni wakati gani? Anasema haupo. Kwa hiyo alieleza habari za Yesu Kristo, ubora wa Yesu dhidi ya malaika. Sasa anakuja sura ya 3 anasema therefore, kwa sababu hiyo. Anasema ndugu watakatifu. I like it. Tunaitwa watakatifu, ndugu watakatifu. Utakatifu maana yake nini? Maana yake hawa anapotuita watakatifu, maana yake tumekuwa separated from the world and set apart for God. Tumetengwa kutoka kwenye ulimwengu, alafu tukawekwa wakfu kwa ajili ya matumizi ya kimungu. Ndio maana anasema mko ulimwenguni, lakini ninyi sio wa ulimwengu. Mmeshatengwa na ulimwengu, mkawekwa kwa ajili ya matumizi ya kimungu. Yaani hilo usilisahau, mtu wa Mungu, siku zote. Ukitaka kujifananisha na dunia kule, unavyoongea, unavyotenda, rudi jione kwamba mimi ni mtakatifu. Kwa sababu gani? Nimetengwa. Inavyotenda dunia sio ninavyotenda mimi. Umeona?
Dunia haimtambui Mungu, sisi tunamtambua kwa sababu tumekuwa set apart, tumewekwa wakfu kwa ajili ya matumizi ya kimungu. Kwa hiyo anasema ndugu watakatifu, ndugu mliotengwa kutoka kwenye dunia na mliowekwa kwa matumizi ya kimungu, ninyi watakatifu. Anasema wenye kushiriki mwito wa mbinguni. Watakatifu wenye kushiriki mwito wa mbinguni. Yesu alikuja akashiriki ubinadamu wetu, ili na sisi tunapomkubali tunashiriki asili yake ya uungu. Ndio maana wewe na mimi tulipo hapa tuna hii human nature, asili ya ubinadamu, lakini tuna divine nature, asili ya uungu. Tuko katika namna mbili kama alivyokuwa Yesu. Tukirudi rohoni tuna asili ya uungu, tukija kwa jinsi ya nje tuna asili ya ubinadamu. Kwa hiyo anasema sisi ni watakatifu wenye kushiriki mwito wa mbinguni. Anasema sasa mtafakarini sana. Mtafakarini sana, sio kidogo, sana. Kiingereza anasema fix your thoughts. Fix your thoughts. Mtafakarini sana Yesu. Fix your thoughts on Jesus Christ, meaning that know who and what he is. Mtafakarini sana Yesu. Sasa ukiangalia kwenye Waebrania hiyo 15 mstari wa 11 mpaka wa 14, alikuwa na walaumu kule, anawaambia ninyi iliwapasa kuwa waalimu hivi sasa, lakini kwa sababu ya uvivu wa kusikia na kujifunza mmekuwa bado watoto wachanga, hamkiwezi chakula kigumu. Kwa sababu ya nini? Uvivu wa kusikia na kujifunza. Mtu wa Mungu, hakuna namna utamfurahia Mungu kama wewe utakuwa mvivu wa kujifunza, kwa sababu utabaki kwenye level hiyo hiyo siku zote. Level hiyo hiyo siku zote. Kwa nini? Kwa sababu ni mvivu wa kujifunza. Hutaki kusumbua akili yako, hutaki kusumbua moyo wako, hutaki kusumbua. Kwa hiyo uta remain on the same level. Anawaambia mlipaswa kuwa walimu. Mlipaswa kuwa walimu, mwafundishe wengine, lakini bado mko katika hali ya utoto. Mnapaswa kupewa maziwa. Kwa sababu ya nini? Uvivu wa kusikia na kujifunza. Hatupendi kusoma, hatupendi kujibidisha, hatupendi kujifunza. Kwa mfano, haya ninayokuuliza, umesoma sura ile ya 3. Maswali ya msingi. Nini wazo unalolipata pale ambalo linachomoka kuliko mawazo mengine yote? Hilo ni swala la kujibidisha wewe, swala la kulifanyia kazi kwenye Bible study yako. Jiulize kwamba kwa nini Biblia inaniambia ni mtafakari sana Yesu? Kutafakari maana yake nini? Fix your thoughts. Mawazo yako, fikra zako, unamtafakari Yesu Kristo. Sasa ukiendelea anatupa maeneo mawili ya kumtafakari Yesu. Anasema mtafakarini sana mtume. Au sivyo ilivyoandikwa jamani kwenye Biblia zenu? Ndugu watakatifu wenye kushiriki mwito wa mbinguni, mtafakarini sana mtume na kuhani wa maungamo yetu. Anatupa hayo mambo mawili ya kumtafakari Yesu. Kwanza tunapaswa kumtafakari Yesu kama mtume. Swali linakuja, mtume ni mtu gani? Mtume ni mtu aliyetumwa. He is an ambassador. Someone who is sent. Mtu aliyetumwa. Na mtu aliyetumwa maana yake amebeba ujumbe. Hawezi kutumwa bila ujumbe. Amebeba ujumbe, katumwa huyo. Ukimkataa balozi wa Marekani, umekataa taifa la Marekani. Umekataa ujumbe wa Joe Biden. Kwa sababu balozi wa Marekani anabeba ujumbe wa Joe Biden. Anabeba ujumbe wa taifa la Marekani. Kwa hiyo Yesu kama mtume aliyetumwa na Mungu anabeba mambo yote
yanayomhusu Mungu kwa ajili yetu sisi. Kwa hiyo unaposhindwa kumtafakari, maana yake unapoteza uwezo wa kupata ule ujumbe ambao Yesu ametumwa na Baba. Anasema mtafakarini sana mtume, mtafakarini sana aliyetumwa. Mnatafakari nini? Mnatafakari ujumbe ambao ameuleta. Na Yesu amebeba ujumbe wa upendo wa Baba yake kwa ajili yetu sisi. Amebeba ujumbe wa hukumu kwa watu watakaomkataa. Amebeba ujumbe wa kufanikiwa. Amebeba ujumbe wa ulinzi. Amebeba ujumbe wa wokovu. Anasema mtafakarini sana mtume. Ukiangalia Yohana sura ya 3 mstari wa 34, anasema pale Yesu, kwa kuwa yeye aliyetumwa na Mungu huyanena maneno ya Mungu, kwa sababu hamtoi roho kwa kipimo. Yeye aliyetumwa na Mungu, mtume yoyote aliyetumwa na Mungu haneni maneno yake, ananena maneno ya Mungu kwa sababu ametumwa na Mungu. Sisi tunaposema tumetumwa na Mungu, tunayanena yaliyo ya Mungu kweli? Kwenye madhabahu zetu tujikague. Tunasema sisi ni watumishi wa Mungu, tumetumwa na Mungu. Je, tumebeba ujumbe wa Mungu kwa ajili ya watu wake? Yesu anasema kwa kuwa yeye aliyetumwa na Mungu huyanena maneno ya Mungu. Naogopa sana kwamba inawezekana tunayanena maneno ya kwetu, yamejaa motives za kwetu, lakini sio za kimungu. Hatuna nia ya kimungu. Ndio maana ukiangalia Mathayo sura ya 10 mstari wa 40, anasema yeye awapokeaye ninyi ananipokea mimi, yani anampokea Yesu. Na anayempokea Yesu anampokea Baba aliyemtuma. Kwa nini? Kwa sababu Yesu sisi tumetumwa na Yesu, na Yesu ametumwa na Baba. Ndio maana sehemu nyingine anasema kama Baba alivyonituma mimi nami nawatuma ninyi. Kwa hiyo sisi ni mitume, ni watu tuliotumwa na Yesu Kristo kama yeye alivyotumwa. Sasa utajiuliza, yeye alitumwa tumwaje? Hiyo ni somo la pekee yake. Kama Baba alivyonituma mimi nami nawatuma ninyi, nawapeleka ninyi. Atakayewakataa ninyi amenikataa mimi, na aliyenikataa mimi amemkataa Baba aliyenipeleka. Wewe ni mtume, umetumwa, unafanya kazi ya kitume. Anasema mtafakarini sana mtume. Yaani si kidogo, anasema mtafakarini sana mtume aliyetumwa kwa ajili yenu, Yesu Kristo. Kwa hiyo anasema mtafakarini sana mtume, alafu anasema na kuhani. Kwa hiyo kwenye utume unaangalia ujumbe ambao Yesu ametumwa na Baba yake. Unatafakari kwenye ukuhani alionao, jinsi ambavyo kazi ya kuhani ni kupatanisha watu na Mungu na kuyaleta mambo ya Mungu kwa watu. Kwa hiyo anasema mtafakarini. Ndio maana sehemu nyingine anasema hatuna kuhani asiyoweza kuchukuliana na mambo yetu, kwa sababu ndio kazi aliyopewa na Mungu. Kwa hiyo ukimtafakari utajua namna ya kupokea, namna ya kunufaika na ile kazi yake kikuhani, na ule ujumbe wa kitume aliotumwa kuja kuachilia kwetu. Kama hutamtafakari, huwezi kupata ujumbe wa kitume. Kama hutamtafakari kama kuhani, wala huwezi kujua namna ya kujipatanisha na Mungu, kwa sababu huwezi kuelewa, kwa sababu hujatumia muda kumtafakari Yesu kama kuhani anayebeba mambo yako kupeleka kwa Mungu, na anayebeba ajenda za Mungu kuleta kwako. Kama hujamtafakari, ni saa ngapi utapokea ajenda ya Mungu ndani ya Yesu Kristo kama kuhani, wakati huna muda wa kumtafakari?
Ndio maana ukikaa tu, unajua kutafakari sijui nisemeje, ni kama vile kutafakari ni kama vile umekula wali mdomoni, alafu unavyoutafuna unakwenda huku ukiwa tayari umeshatafunwa. Ukiumeza vile vile utatoka vile vile. Kwa hiyo unapotafakari, maana yake unajaribu kumwangalia Yesu, upendo wake, huruma zake, neema yake, ukajiuliza kwamba Yesu, kama si wewe mimi ningelikuwa wapi? Umeniokoa Yesu, unataka nifanye nini? Hiyo ndio tafakari. Unamuuliza maswali, unajiuliza maswali, unamtafakari. Anasema mtafakarini sana mtume na kuhani wa maungamo yetu. Unaweza ukaamua kumtafakari mkeo, unaweza ukaamua kumtafakari mmeo. Kasa mimi sikuelewi kabisa, na kutafakari unawaza na kuwazua, sikuelewi kabisa. Je, umeshatumia fursa hiyo kumtafakari Yesu? Ndio maana tunasema hivi, mtu ambaye anaelekea kwenye kukua kiroho lazima awe na muda wake binafsi wa kukaa na kufanya devotion yake, kumtafakari Mungu. Ukiacha hii tunakutana nayo hapa kanisani. Yaani lazima mtu atenge muda wake, akae nyumbani kwake, wapi akae, amefunga macho yake namna hii, kasoma Biblia, anamsikiliza Mungu, anatafakari. Yaani huyo ana potential ya kugrow. Lakini kama hujafikia level hiyo, utakuwa mtoto siku zote. Sasa kutoka hapo, nafasi ile ya utume iliyokuwako kwa Musa na ile ya ukuhani iliyokuwako kwa Haruni, zote hizo zimewekwa ndani ya Yesu Kristo. Ndio maana anasema mtafakarini sana mtume na kuhani. Musa aliaminiwa sana kama mtume, kama mtu aliyetumwa na Mungu. Na Haruni aliaminiwa sana kama kuhani mkuu aliyechaguliwa na Bwana. Sasa hizo ofisi zote mbili hizo zimewekwa ndani ya Yesu Kristo, kwamba mtume na kuhani wa maungamo yetu. Sasa mstari wa pili anaeleza uaminifu wa Yesu katika utume na ukuhani kwake yeye aliyemteua, yani Mungu. Analinganisha jinsi Musa alivyokuwa mwaminifu katika utumishi wa nyumba ya Mungu na jinsi ambavyo Yesu amebeba huo uaminifu kama vile Musa alivyokuwa. Na tunaona anasema pale aliyekuwa mwaminifu kwake yeye aliyemweka, kama Musa naye alivyokuwa katika nyumba yote ya Mungu. Uaminifu, ndugu zangu, ndiyo sifa kubwa inayotakiwa kuonyeshwa na aposto, na mtu aliyetumwa. Mtu aliyetumwa yoyote, sifa yake kubwa ni kuonyesha uaminifu kwake yeye aliyemtuma. Kwa sababu mtu aliyetumwa yeye ni wakili tu, ni wakili, amebeba mambo ya mtu mwingine, sio ya kwake. Anabeba siri za yule aliyemtuma. Kwa hiyo ameaminiwa katika nafasi fulani, ameaminiwa kwamba Bwana, nakupa mambo yangu haya, peleka. Kwa hiyo katika nafasi ulioaminiwa ukatumwa, tunapaswa kuwa waaminifu. Ndio maana anasema kwenye Wakorinto wa kwanza sura ya 4 mstari wa 2, anasema sisi ni mawakili wa siri za Mungu. Kwa hiyo imetupasa kama mawakili, imetupasa kuwa waaminifu. Imetupasa kuwa waaminifu kwa sababu tumetumwa. Yuko mtu aliyetutuma, tunapaswa kuwa mwaminifu kwake, tufanye kama tulivyotumwa. Ndugu zangu, sisi tumetumwa. Hata kama unaona mchungaji ndio kakupa huo wajibu, lakini umetumwa. Mchungaji yuko ambaye aliyemtuma. Kwa hiyo lazima tufanye mambo kwa uaminifu kama watu tuliotumwa na Mungu. Bwana asifiwe sana. Mungu alimchagua Kristo kuwa mtume kabla ya misingi ya ulimwengu kuumbwa. He appointed him before the foundation of the world. Ukiangalia, sina muda wa kupita na wewe huko kote, lakini ukiangalia Petro wa kwanza mstari ule wa sura ya kwanza mstari ule wa 20. Lakini mimi labda nikusomee tu Timotheo
Timotheo wa pili sura ile ya kwanza na mstari ule wa 9 mpaka wa 10. Anasema ambaye alituokoa akatuita kwa mwito mtakatifu, si kwa kadiri ya matendo yetu sisi, bali kwa kadiri ya makusudi yake yeye na neema yake. Neema hiyo tulipewa katika Kristo Yesu tangu milele, na sasa inadhihirishwa kwa kufunuliwa kwake Mwokozi wetu Kristo Yesu, aliyebatili mauti na kuufunua uzima na kutokuharibika kwa ile Injili. Neema hii tulipewa tangu milele, sasa hivi inafunuliwa tuna Yesu Kristo, lakini Mungu alitupa hiyo tangu milele hiyo. Kwa hiyo mstari wa 3 mpaka wa 6, pamoja na kulinganisha uaminifu wa Musa na Yesu, mwandishi anamuinua Yesu zaidi kuliko Musa. Anasema Yesu amestahili utukufu zaidi kuliko maana yake analinganisha. Kuliko nani? Kuliko Musa. Kwa sababu Musa, unajua, alikuwa ni mtume anayeaminiwa sana na watu. Alikuwa anaaminiwa na watu, walikuwa wanamsikiliza kama mtu aliyetumwa. Kwa hiyo amelinganisha uaminifu wao. Alafu nafika mahali anawaambia wale watu kwamba Yesu amestahili utukufu zaidi ya Musa. Maana yake kama mlikuwa mnamsikiliza Musa, Yesu ni zaidi. Kama mlikuwa mnamwamini Musa, Yesu ni zaidi. Kwa hiyo mtafakarini sana huyu, msimuache. Maana yake kumbuka, nilikwambia historia, background ya kitabu. Hawa watu walikuwa wanateseka, wanapita kwenye majaribu, wakawa wanataka kumwacha Yesu Kristo, warudi kwenye mafundisho manyonge. Umeona? Kwa hiyo ndio maana nawaambia, kama mlilishika neno la Musa, la Yesu ni zaidi. Kama mlimwamini Musa kwa uaminifu wake kwenye nyumba ya Bwana, Yesu ni zaidi. Kwa sababu anasema kipi chenye utukufu zaidi? Ni nyumba iliyojengwa au mjenzi aliyojenga nyumba? Kwa hiyo anasema Musa yeye alikuwa mwaminifu kwenye nyumba ya Mungu kama mtumishi. Lakini Yesu yeye amekuwa kama mwana kwenye nyumba ya Mungu. Alafu istoshe, Yesu yeye mwenyewe ndiwe mjenzi na sisi ndio nyumba yenyewe. Yesu yeye ndio mjenzi. Kwa hiyo nyumba haihitaji utukufu kuliko yule aliyejenga. Musa yeye ni nyumba tu, umeona? Lakini Yesu ni mjenzi. Kwa hiyo Yesu anahitaji utukufu zaidi. Glory be to God. Yaani ukijua hivi vitu, hutacheza kwenye kumpa Yesu utukufu kabisa. Hutapeleka utukufu kwa mtume awaye yote, kwa mtu awaye yote, kwa sababu Yesu anaonyesha hapa ubora wa Yesu Kristo kuliko Moses. Superiority of Jesus Christ over Moses. Bali Kristo kama mwana juu ya nyumba ya Mungu. Yesu ni mjenzi wa nyumba, Musa ni mtumishi wa nyumba. Sisi ndio nyumba ya Mungu, anasema kwa condition, kama tutashikamana sana na ujasiri wetu na fahari ya taraja letu katika Kristo mpaka mwisho. Tunawajibika kushikamana na faraja na taraja tulilonalo mpaka mwisho. Hawa watu walikuwa wanataka kumwacha Kristo, waende kwenye mafundisho manyonge. Anawaambia sisi ni nyumba ya Mungu kwa sharti kwamba kama tutashikamana na Kristo, tutashikamana sana na ujasiri wetu na fahari yetu na taraja letu katika Kristo mpaka mwisho. Kwa nini anasema mpaka mwisho? Kwa sababu unajua hata wokovu tumeupata nusu, haujakamilika bado. Utakamilika siku ile ambayo tutamuona Yesu hivi. Kwa hiyo usije ukafikiri hapo ulipo wokovu wako umekamilika, haujakamilika. Kama uamini, kasome kwenye nini? Tusome kwenye Petro wa kwanza, sura ya kwanza mstari wa 5. Unaweza ukasema mchungaji, mbona sikuelewi? Sura ya kwanza mstari wa 5 sehemu ya pili anasema, mstari wa 5 anasema, nanyi mnalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani
hata mpate wokovu ulio tayari kufunuliwa wakati wa mwisho. Sasa hivi Yesu alichofanya, ameleta kishika uchumba. Hebu sema kishika uchumba. Amemweka Roho Mtakatifu ndani yako kukuonyesha wewe kwamba ana mini business, kwamba yuko serious na wewe. Mtu anapopeleka posa, maana yake anasema jamani, mimi unamvaisha pete ya uchumba, nimeleta posa kwa maana kwamba nitamuoa. Kile ni kishika uchumba. Kwa hiyo mtu mwingine haruhusiwi. Ndicho alichokifanya Yesu. Umeokoka, akaingiza Roho Mtakatifu ndani yako kwamba uwe na uhakika kwamba wewe nimeshakutolea mahali, nimeshakuposa. Kwa hiyo subiri siku ya ukamilifu. Ndio maana nasema wokovu wetu utakapofunuliwa siku ya mwisho. Kwa hiyo usifikiri kwamba umeshakamilisha process ya wokovu, bado. Ndio maana nasema tutakaposhikamana na ujasiri wetu mpaka mwisho. Na ndio maana nasema yeye atakayevumilia mpaka mwisho ndio atakayeokoka. Maana yake kuna portion ya kukamilisha. Kuna kitu cha kukamilisha ambacho bado hakijakamilika. Ndio maana hatutakiwi tukate tamaa, hatutakiwi tufe moyo, hatutakiwi tunatakiwa tuchanje mbuga. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu mwandishi huyu aliona hatari ya watu kutokufika mwisho. Na Biblia inasema heri mwisho wa jambo kuliko mwanzo wake. Unaweza ukafurahia mwanzo kwa sababu umeokoka, lakini muombe Mungu sana kwamba Mungu, mwisho wangu utakuwaje? Unafurahia mwanzo umeolewa. Biblia inasema heri mwisho, kwamba mwisho wa ndoa yangu malizaje Mungu wangu. Hicho ndio kinajalisha sana. Unafurahia kwamba umekuwa mchungaji, mwisho wa uchungaji wako utakuwaje? Kwa sababu unaweza ukaenda mwisho ukawa mbaya. Tumuombe Mungu sana. Anasema heri mwisho wa jambo kuliko mwanzo wake. Wengi wameolewa, wameoa kwa mbwembwe na mambo mengi, haijapita hata mwezi wameachana. Heri mwisho wa jambo kuliko mwanzo wake. Na Biblia inasema Mungu wetu ni Mungu anawatangaza mwisho tokea mwanzo. Anajua mwisho wetu tokea mwanzo. Kwa hiyo huyo ndio wa kumshika, kumwambia Bwana, njia yote ninayopita yenye miba, yenye mateso kwenye ndoa yangu, ninaomba mwisho wangu uwe salama. Mambo yote ninayopitia kwenye utumishi wangu magumu, ninaomba mwisho wa utumishi wangu uwe salama. Bwana asifiwe sana. Mtu mmoja alitoa mfano, sijui kama mtaukumbuka vizuri. Anasema kulikuwa na wakimbiaji wawili. Sasa mmoja alikuwa sijui ni Mkenya na mwingine sijui ni wa taifa gani. Kwa hiyo walipokuwa wakikimbia, yule Mkenya akawa amewaacha wenzake mbali sana. Kwa hiyo akawa anajipa matumaini tu kwamba yeye ameshashinda na nini. Kwa hiyo alipokuwa amefika karibu na mwisho, yule mtu wa taifa jingine akawa amemkaribia. Lakini cha ajabu hakumpita. Akawa anamwambia, ndugu yangu, kazana basi ufanye nini? Kazana umalize, kwa sababu bado hujafika mwisho. Kazana umalize. Imagine wote wanashindana, lakini yeye aliona mwenzake anastahili kwa sababu aliwaacha mbali sana, na itakuwa unfair kwamba yeye ndio aende ampita. Anamwambia, Bwana, hebu malizia ili upate hiyo taji, kwa sababu wewe hakika umestahili. Akawa anamkumbusha. Yule mkimbiaji wa Kikenya alishangaa sana moyo ule jamaa. Alipokuwa anaulizwa, yule jamaa akasema, ni kweli, niliona huyo amestahili, kwa sababu yeye alikuwa anacheza, alikuwa anafikiri amefika mwisho, asingepata taji. Umeona? Kwa sababu hakuwa amefikia mwisho. Kwa hiyo ilibidi nimkumbushe ili afike mwisho, apokee anachokistahili. Ndivyo sisi ndugu zangu tulivyo, tunatakiwa tuwe tunakumbushana. Ukiona mtu anacheza, mwambie, ndugu yangu, hujafika bado. Hebu kazana, tufike wapi? Tufike mwisho. Hapa bado tu hapa, kazana tufike mwisho.
Yule mwimbaji anaimba anasema nini? Safari nini? Safari bado. Unaweza ukaona wewe ni mchungaji, unahubiri mama, ukafikiri umefika. Safari bado. Unaweza ukafikiri wewe mwimbaji, ukafikiri kwamba unajua kila kitu. Safari bado. Unaweza ukafikiri vyovyote vile, lakini ndugu zangu, tukumbushane ili mwenzako afikie mwisho wake mzuri. Usifurahie tu kwamba umempita yeye kashinda. Tunatakiwa tufike kule pamoja, tukumbushane kwamba kaza buti, fika mwisho wa lengo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Uko tayari kumkumbusha mwenzako? Mwingine sasa liache hilo, lifeli likishindwa shauri yake. Maisha ya imani ni kama mbio. Tunapaswa kukumbushana kwamba ndugu yangu, kaza mwendo, usikate tamaa. Sasa baada ya kujua hayo yote, mstari wa 7 mpaka wa 11 anasema, leo kama mtaisikia sauti yake, msifanye migumu mioyo yenu. Anaposema leo, maana yake nini? Anaposema leo, anaweza kuwa anamaanisha leo au anamaanisha kipindi fulani ambacho unatakiwa kufanya maamuzi fulani, labda kama mwaka jana mpaka mwaka kesho kutwa. Hiyo inaweza ikawa leo. Kwa hiyo anasema leo mtakapoisikia sauti yake, msifanye migumu mioyo yenu. Maana yake mfanye maamuzi. Mtakapoisikia sauti yake, mfanye kitu. Muwe na mwitikio na hilo neno, msilipuuzie. Leo kama mtaisikia sauti yake. Na ukiangalia wale wanaofuatilia, tulisoma kule sura ya kwanza kabisa. Anasema zamani Mungu alinena na sisi kupitia manabii na mitume. Lakini nyakati zetu za sasa anazungumza na sisi kupitia mwana wake Yesu Kristo, au kupitia neno lake, au kupitia Injili. Unapomzungumza mwana wa Mungu, unazungumza neno la Mungu, unazungumza Injili. Hicho ni kitu kimoja. Ndio maana saa neno linahubiriwa, yaani kama tulikuwa tunajua, ni saa muhimu sana ambayo ndio Mungu anazungumza na utu wako wa ndani. Usingeleta mchezo saa ile yani. Leta mchezo kwenye wakati mwingine wote, lakini kishafika saa ambapo mtumishi wa Mungu kasimama analeta neno, ni saa ambayo Mungu anataka usikie kitu kutoka kwake. Na kutoka hapo ufanye kitu. Usiposikia huwezi kulifanyia kazi lile neno. Matokeo yake utaona sura ya 4 tukija wiki ijayo. Anasema neno lile kwa sababu halikuchanganyika na imani, hawakuweza kufanya yale waliokuwa wanatakiwa kufanya. Matokeo yake hawakufika kule Mungu alikokuwa anataka wafike. Walisikia, walihubiriwa, wakasema tena mahubiri ni mazuri kweli, mahubiri ni matamu kweli, lakini hayakuchanganyika na imani. Wakabaki. Tutaona Mungu atupe kufika tu wiki ijayo sura ile ya 4. Unaweza ukaanza kupita mwenyewe taratibu. Very interesting. Kwa hiyo anatuonya, anasema kwamba leo kama mtaisikia sauti yake, yaani kumwambia tu kwamba Mungu, nipe neema ya kuisikia sauti yako na kujua kile unachotaka mimi nikifanye kwenye ndoa yangu, kwenye utumishi wangu, kwenye maisha yangu. Unataka nifanye nini? Lazima niisikie sauti yako. Lazima nisikie neno lako. Na nikisikia, nipe moyo wangu kuwa na utayari. Hayo ni maombi. Unajua usipojua neno la Mungu, mtu wa Mungu, utaomba maombi ambayo ni hewa. Lakini ukijua neno, yani ndio utajua namna ya kuomba. Kwa sababu ili neno lenyewe linakupa prayer item, linakupa namna ya kuomba kwamba Mungu, ninaomba unipe kuisikia sauti yako. Na ninapoisikia sauti yako, niondolee ugumu katika moyo wangu. Maana yake nipe kufanya vile ambavyo Mungu unataka, sawa sawa na neno lako. Na Biblia iko wazi kabisa, inasema kwamba haya mambo, kwenye Warumi inasema haya mambo yameandikwa kwa ajili yetu tujifunze, ni mifano kwa ajili yetu. Anatupa mifano ya wenzetu wakati huo. Anasema msifanye migumu mioyo yenu.
Maana yake kama Yesu ni mtume, maana yake kuna aliyemtuma. Na kama kuna aliyemtuma, maana yake anao ujumbe. Mkisikia huo ujumbe wake, msifanye migumu mioyo yenu, maana yake msipuuze. Alituambia kule, mtafakarini sana mtume aliyetumwa. Tafakarini ujumbe wake. Mkiusikia ujumbe wake, msipuuze kwa ajili ya ndoa zenu, msipuuze kwa ajili ya utumishi wenu, msipuuze. Mstari wa 8 na wa 9 anatoa mfano. Anasema kama vile baba zenu walivyonipima wakanijaribu, wakayaona matendo yangu, unaona, kwa miaka 40, lakini walichagua kufanya mioyo yao kwa migumu. Anasema msifanye mioyo yenu kwa migumu kama wakati ule wa kuasi baba zenu walivyonijaribu. Anasema miaka 40 walinijaribu na kunipima, wakayaona matendo yangu, wakaona ukuu wa Mungu, lakini bado mioyo yao ilikuwa migumu. Ilinipa kutafakari sana kwamba watu wanaona kabisa Mungu anavyowafungua watu, wanaona kabisa matendo ya Mungu, huruma za Mungu wanaona, lakini bado mioyo yetu inakuwa migumu. Hivi wewe ukiona mtu anaambiwa pepo toka, pepo anatoka, hivi nafikiri ni nguvu za mtu zile? Yaani ile haitoshi tu kukuonyesha kwamba huyu ni Mungu na kwamba tunapaswa kumcha kwa namna tofauti sana. Anasema sasa mabwana wameyaona matendo yake miaka 40. Hawana maji, anawapa maji. Hawana chakula, wanalia, anawapa chakula. Viatu vyao havikuchakaa 40 years. Nguo zao hazikuchakaa, lakini bado walifanya mioyo yao kwa migumu. Kwa hiyo anatupa mfano huu. Ndio maana sishangai kwamba hata watu wanaokimbilia miujiza wataona miujiza, wewe wataona, lakini bado utashangaa hao wazinzi, hao walevi, lakini wanashangilia kila leo miujiza. Imefanyika miujiza. Sasa hiyo miujiza inakusaidia nini kama hubadiliki? Mbona unafanya moyo kuwa mgumu? Ndio maana mtu mmoja akasema, imani isiyokupeleka kwenye uzima wa milele kimbia. Kwamba hiyo imani inakupeleka kwenye miujiza tu. Miujiza haikupeleki kwenye uzima wa milele, haikupeleki kwenye mabadiliko ya tabia yanayokupeleka kwenye uzima wa milele. Kimbia, hiyo sio imani. Kwa sababu kuna faida gani upate hiyo miujiza alafu ubaki hapa? Ndio maana Yesu akasema, jicho lako likikukosea, afadhali uling'oe uingie mbinguni ukiwa chongo, lakini umefika mbinguni. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Pamoja na kuyaona matendo ya Mungu kwa miaka 40, bado mioyo yao ilipotoka. Biblia inasema hawa ni watu waliopotoka mioyo, hawakuzijua njia zao. Biblia iko makini, anasema wana wa Israeli waliyajua matendo ya Mungu, lakini hawakujua njia za Mungu. Lakini Musa alijua njia za Mungu na alijua matendo ya Mungu. Tunayajua matendo ya Mungu, tukikemea mapepo lakini njia zake hatuzijui. Sasa hayo ni makosa makubwa sana. Lazima tumwambie Mungu, tufundishe kuzijua njia zako. Njia zako ni zipi kwenye ndoa yako? Njia zako ni zipi kwenye utumishi wangu? Nipe kuzijua njia zako, Bwana. Ndio maana anasema njia zake sio njia zetu. Wewe muangalie, nilikuwa natafakari leo tu hapa. Nilikuwa natafakari wakati mwingine tunapita kwenye maisha, unajua labda unapata hukumu kidogo, labda unashindwa kidogo, unaona kama mambo yamekuelemea. Sasa Mungu akawa amenipeleka pale kwa Yesu Kristo. Yesu Kristo alivyoamba pale msalabani. Yaani watu walikuwa wamemwona kwamba huyu ni failure. Yaani ni mtu aliyeshindwa. Kama mpaka amewamba msalabani, ameshindwa, unaona? Na hata yeye mwenyewe alilia, akaniambia, Baba, ikiwezekana kikombe hiki niepuke. Lakini ile hali ya kushindwa ile iliyokuwa inaonekana kiulimwengu ndio ilikuwa hali ambayo nguvu za Mungu zinaonekana mahali pale. Bwana asifiwe sana. Nguvu za Mungu ndio zinaonekana mahali pale. Kwa hiyo wakati mwingine tunaweza tukapitia unyonge, tukajiona kama sisi tumekuaje, lakini
njia za Mungu sio njia zetu. Katika unyonge huo huo Mungu anaweza kuinua mambo ya ajabu sana. Katika hali hiyo ya kupungukiwa Mungu anaweza kufanya mambo ya ajabu sana. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo hali hiyo ilimfanya Mungu aape kwa hasira yake kwamba hawa watu hawataingia kwenye raha yao, hawataingia, na hawakuingia. Sasa mstari wa 12 na mpaka wa 14 anasema angalieni. Take a careful thought, take a careful attention. Angalieni, give a careful thought. Usiwe katika mmoja wenu moyo mbovu wa kutokuamini. Ule moyo mbovu Biblia ya Kiingereza inasema a sinful heart. Moyo wenye dhambi ni moyo mbovu. A sinful heart leads to unbelief. Unbelief leads to staying away from God. Yaani ukishakuwa tu na moyo mbovu, moyo wenye dhambi, unakupeleka kwenye hali ya kutokumwamini Mungu. Unbelief. Kwa hiyo neno litahubiriwa halichanganyiki na imani, kwa sababu moyo tayari ni mbovu, ni moyo wa dhambi. Haupokei kile cha kimungu, umekizoea, unakichukulia kawaida, hakuna hofu katika neno la Bwana. Kwa hiyo kukishakuwa na ile hali ya unbelief, hali ya kutokuamini, hali ile ya kutokuamini inakuweka mbali na Mungu. Ndio maana soma Biblia yako vizuri. Mahali kokote ambako watu hawakumwamini Yesu alishindwa kufanya miujiza zaidi. Kwa sababu kutokuamini kunafunga mlango wa Mungu kufanya mambo, na kuamini kunamfungulia Mungu fursa ya kufanya mambo. Ndio maana shetani atapambana na wewe siku zote akuletee kutokuamini. Kwanza anakuingizia vidhambi vidogo vidogo, anaviingiza. Kwa hiyo kazi ya dhambi ni kukuweka mbali na neno la Mungu. Neno likiwepo linakuweka mbali na dhambi. Dhambi ikiwepo inakuweka mbali na neno la Mungu. Kwa hiyo kukiwa hakuna neno, hakuna hofu. Sasa unaenda inakuletea hali ya kutokuamini. Neno utakuwa umelizoea, utakuwa unalichukulia poa, wala humuoni Mungu tena akizungumza na wewe. Unawaona wale wanadamu wanaolizungumza tu, unawaona hao. Kwa sababu hiyo unakaa na Mungu mbali. Ukikaa na Mungu mbali, basi tena ndio biashara imeisha. Kinachofuata ni mauti tu, Ndio maana nasema mstari wa 13, tuonyane sisi kwa sisi. We should exhort one another. Biblia ya Kiingereza imetumia neno lile, nimependa sana. Exhort anasema to persuade strongly, encouraging someone to do something. Yaani tuhimizane, tuonyane, tutiane moyo, kila siku. Kuna watu wakionywa tu mara mbili basi hataki tena. Sema kila siku mmeniona mimi tu. Kila siku mmeniona. Biblia inasema nini? Tuonyane kila siku. Yaani leo, kesho kutwa, yaani Biblia inatupa fursa ya kuonyana. Kuna watu wakionywa hawataki maonyo. Sasa hiyo ni hatari sana. Na ni vizuri twende kwa Mungu tumwambie Mungu, nipe roho ya kukubali maonyo. Kama ndio mke kwa mume wake anasema kila siku mimi ndio naonekana tu mwenye mabaya, wewe ndio mtakatifu. Sasa kama umekosea tusikuonye. Kisha utasema kwamba kila siku nioe. Tafakari yale maonyo, usipersonalize. Kwamba una personal kwamba huyu mume wangu kila siku ananiona. Usipersonalize. Angalia hoja. Ukipersonalize huwezi kufika. Ndio maana natuambia hapa tuonyane kila siku. Hivi nasemaje mstari wa 13 pale? Waebrania. Lakini muonyane kila siku. Maadamu itwapo leo. Ili mmoja wenu asifanye mgumu kwa udanganyifu wa dhambi.
Bwana naipenda sana. Anasema tuonyane sisi kwa sisi kila siku maadamu iitwapo leo, ili mmoja wetu kati ya mke na mume, kati ya mchungaji na mzee wake wa kanisa, kati ya mchungaji na waumini wake, ili mmoja wetu asifanywe nini? Mgumu moyo wake kutoka nini? Udanganyifu wa dhambi. Kwa hiyo dhambi ndio inayofanya moyo wangu mimi mchungaji kuwa mgumu, kwa sababu inaleta udanganyifu. Na ule udanganyifu ndio unafanya moyo wangu kuwa mgumu. Moyo ukisha kuwa mgumu, nakataa maonyo. Nakataa maonyo. Kwa sababu sitaangalia tena kile kinachozungumzwa, nitaangalia kwamba nitapersonalize. Hatutafika. Kama kwenye ndoa hamtafika, hamtasogea. Angalia kwamba anachoongea mume wangu kina mantiki. Kwa sababu Biblia imeona mambo haya, inasema tuonyane ili mmoja wetu asifanye moyo wake kuwa mgumu kwa udanganyifu wa dhambi. Kazi ya dhambi ni kuleta udanganyifu, na ule udanganyifu unafanya moyo kuwa mgumu. Moyo ukiwa mgumu hupokei maonyo. Usipopokea maonyo, utawezaje kuishi? Haiwezekani. Kwa hiyo kama kuna maombi tunapaswa kuomba, ndugu zangu, kila mmoja kwa unyenyekevu mbele za Bwana, kwamba Mungu, nipe utayari wa kupokea maonyo. Nipe utayari wa kuonywa. Kwa sababu nisipokuwa na utayari huo, dhambi itanidanganya. Na dhambi ikinidanganya, ninaweza kufanya moyo kuwa mgumu. Moyo kuwa mgumu maana yake hutapokea hata kile ambacho wenzako atakwambia. Tafunga moyo. Sasa hiyo ukifunga ni kwa hasara yako. Ni kwa hasara yako. Lakini weka moyo wako wazi namna hii. Kwa sababu tumepewa hiyo fursa ya kuonyana sisi kwa sisi, kujengana, kutiana moyo maadamu iitwapo leo. Hasa usije ukasema tu, mbona leo, mbona jana, mbona Biblia inasema nini? Maadamu iitwapo leo. Tumeona, tutakuonya. Umeona, utanionya. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Kuna kuaga na self defense. Nyinyi ambao hamjaoa ichukueni, itawasaidia. Sisi ni wanadamu. Sisi ni wanadamu. Na tuna ubinadamu mwingi sana. Unajaribu kumsahihisha mwenzako kila siku. Mimi naona sasa kama unakosea nisikwambie. Kisha kwa sababu utaonekana kwamba kila siku nakwambia acha basi kufanya hayo ili nisikuonye kila siku. Au unaonaje ndugu zangu? Siache basi ili nisikuonye kila siku. Kwa sababu nakuonya kila siku kwa sababu naona. Bwana asifiwe sana. Tukiacha kuonyana, kuna hatari ya mmoja wetu kufanywa mgumu moyo wake kwa udanganyifu wa dhambi. Udanganyifu ni hali ya kukutoa mahali sahihi na kukufanya uiache jambo sahihi au njia sahihi, uende na ufanye kitu kisicho sahihi. Huo ndio udanganyifu. Yaani wewe unaona kama ni sahihi, lakini umeshadanganywa. Alafu Biblia iko vizuri sana. Anasema iko njia ionekanayo machoni pa mtu kuwa sawa. Machoni pake hakuna shida. Hata ungejaribu kumuonyesha vipi, hawezi kuona. Machoni pake ni sawa. Lakini kumbe mwishowe ni mauti. Kwa sababu gani? Amedanganywa. Kuna kitu kimemdanganya, kinamtoa kwenye njia sahihi, kinamtoa kwenye misimamo sahihi, lakini yeye akiangalia anaona ni sawa. Na ndio maana ya kudanganywa. Yaani kudanganywa huambiwi ukweli. Yaani unaonyeshwa kule kuzuri, kule kubaya kuna vichwa. Alafu kishachukua ndio unakuja unaona kumbe hii kitu ni kibaya namna hii. Kwa sababu ulidanganywa, hukuonyeshwa ubaya, ulionyeshwa nini? Uzuri tu. Na ndio maana kuna shida mpaka leo ya mambo ya chanjo. Kwa nini? Kwa sababu kuna watu wanaishi tunadanganywa. Kwa nini? Kwa sababu tunaambiwa uzuri tu, hatuambiwi na ubaya. Si mtuambie kote ili nijue. Kwa nini mniambie uzuri tu, msiniambie ubaya? Ndio maana kunakuwa na mgongano hivi, kwa sababu huyu anahisi kwamba mimi nadanganywa. Kwa nini unieleza uzuri tu, unanificha ubaya?
Kwa nini wale wanaonieleza ubaya wewe unataka kuwapiga na unawashutumu wasinieleze ubaya? Waache wanieleze ubaya kama wewe unavyonieleza uzuri, ili nifike mahali nijue ukweli upi na ubaya na uongo ni upi. Ukinieleza ubaya tu bila uzuri unanidanganya, na ukinieleza uzuri tu bila ubaya unanidanganya. Kwa hiyo chanjo anayeweza kutuelezea ubaya, mimi nasema hivi kwa maoni yangu, aeleze ubaya wote bila kubugudhiwa. Na anayejua uzuri wa chanjo aeleze uzuri wote bila kubugudhiwa, alafu mtu apewe hiari. Lakini huwezi kumwambia mtu atumie hiari yake wakati umemweleza uzuri tu hujamueleza madhara, au umemweleza madhara tu hujamueleza uzuri, alafu nataka atumie hiari yake. Hapo ni kutudanganya. Na Biblia inasema hapa, inasema kwamba mtu tuonyane sisi kwa sisi, kwa sababu dhambi inaleta udanganyifu, na ikileta udanganyifu moyo ule unakuwa mgumu. Moyo ukiwa mgumu hutajali mtu kafa akafanya nini, useme shauri yake. Kwa sababu gani? Dhambi imesha kudanganya moyo wako, moyo umekuwa mgumu. Kwa hiyo hata unachowaambia watu wewe ujali, wakafilie mbali uko wenyewe. Tuonyane sisi kwa sisi maadamu iitwapo leo. Bwana asifiwe sana. Tusipoonyana, dhambi itamdanganya mmoja wetu kwa kufanya moyo kuwa mgumu. Hata sikiliza, ataacha njia sahihi, atapelekwa kwenye njia isiyo sahihi, na atafanya au atasema mambo yasiyo sahihi. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Nilikuwa najaribu kutafakari. Unajua mambo haya bwana, mambo haya ya maisha. Nilikuwa juzi umefanyika uchaguzi wapi? Zambia, si ndio? Zambia umefanyika uchaguzi. Wale wapinzani wameshinda na yule wa chama tawala amempongeza yule bwana vizuri, nchi inaendelea. Sasa nikisikiliza wanasiasa wa vyama wanapigana vijembe, hawa wanawaambia kwamba wapinzani mjifunze kutoka kwa maana ya kwamba sisi hatuna cha kujifunza, nyinyi wapinzani ndio mjifunze. Sisi hatuna cha kujifunza. Lakini mtu muungwana anasema kwamba jamani, sisi sote tuna nini? Tuna cha kujifunza. Tuwe tunatawala wao wapinzani, tuone kuna kitu cha kujifunza kule. Lakini sio huyu anaomuona tu kwamba mpinzani ndio anacha kujifunza, yeye hana nini? Hana cha kujifunza. Hiyo ni hatari sana. Kwamba wewe unakaa kanisani siku zote unaona fulani ndio wa kujifunza, fulani wewe huoni. Hatari sana. Hatari sana. Hatari sana. Yaani tukio lililotokea Zambia, vyama vyote vya nchi, mataifa yote, kiwe tawala au pinzani, wanacha kujifunza. Kwa sababu kilichopoteza kule ni chama tawala. Nyinyi chama tawala hamna cha kujifunza wenzenu walivyopoteza. Wapinzani tu ndio wajifunza kwamba yaani ndugu zangu, mimi mchungaji nina cha kujifunza kwenye maisha ya Ukristo, na ninyi mna cha kujifunza. Sio kazi yangu kwa sababu nasimama hapa mbele nikafikiria kwamba mimi ndio nimeshafika kila siku na waambie ninyi. Hapana, hii safari ni yetu sote. Mna cha kujifunza, mnacho cha kujifunza. Mna cha kujifunza, ninacho cha kujifunza. Tunacho cha kufundishana sisi wote. Bwana asifiwe sana. Mtu mmoja akasema hakuna mwenye mkate mzima. Yesu alimpa kila mwanafunzi akimpa nusu mkate. Hakuna mwenye mkate mzima. Hata ungekuwa namna gani. Mama Trisha anaweza kunifundisha mimi, mimi naweza kumfundisha yeye akamfundisha Tony akamfundisha Mama Beta. Kila mtu anacha kumfundisha mwingine. Amen. Kwa hiyo tujifunze kunyenyekea chini ya mkono wa Mungu ulio ndani. Mstari wa 14 anasema ushirika wetu na Kristo unataka mshikamano thabiti na wenye nguvu kutoka mwanzo mpaka mwisho, kama vile nilivyokuwa nimesema kule. Vinginevyo kuna hatari ya ushirika kuvunjika kwa sababu ya kutokutii, na kwa sababu hiyo tutayakosa yale tuliyotarajia kutoka kwa Yesu. Kwa sababu tumepewa vitu nusu, kama nilivyosema, wokovu wetu haujakamilika bado, ila utakamilishwa. Tumepokea tu sehemu. Mstari wa 15 mpaka wa 19
anasema ule wa 15 ni onyo lile anatupa kwa mara nyingine la kutokupuuzia sauti yake. Kama tutaisikia tusiipuuzie, akifanya reference ya wakati wa kukasirisha ule wa baba zetu, kama vile ambavyo nimesema. Mstari wa 16 na mpaka 19 anasema walisikia sauti, walisikia maelekezo, walisikia amri, lakini bado waliasi, walipuuza. Mungu aliwaahidi nchi ya ahadi, akawaamuru waende kuimiliki, lakini wao waliasi, hawakuamini, na matokeo yake hawakutii amri, waliasi. Mtu mmoja akasema kutokuamini ni kutokukubaliana na ahadi ya Mungu. Kuasi ni kutokukubaliana na amri ya Mungu. Kwa hiyo Mungu aliwapa ahadi ya kwenda Kanaani, hawakuamini. Hawakuamini ile ahadi ya Bwana. Walikuwa na ile unbelief. Lakini aliwakomandi kwamba waende wakapossess, lakini wakafanya rebellion, wakaasi amri ya Bwana. Kwa hiyo kutokuamini kunafanya mlango kunafunga mlango kunafunga mlango, hawakuweza kuingia. Biblia inasema hawakuweza kuingia. Kwa sababu gani? Kutokuamini kuliwafungia mlango. Kuamini kunafungua mlango, kutokuamini kunafunga mlango. Hawakuweza kuingia maana yake kulikuwa na mlango wa kuingia. Nini kilifunga kuingia kwao? Ni kutokuamini kwao. Usipomwamini Mungu, vitu vingi vitafungika kwenye maisha yako. Huwezi kupata nguvu za Mungu, huwezi kupata chochote, kwa sababu kutokuamini kuna kufungia. Believe na mlango unafunguka namna hiyo. Amen. Bwana asifiwe sana. Kutokuamini sio hali ya kutoelewa, bali ni hali ya kutotaka, kutokuwa tayari kutegemea. Kutokuamini sio udhaifu wa imani, bali ni kitu kinachopinga imani. Mtu ambaye haamini sio udhaifu wa imani, lakini ana kitu kinachomfanya apinge imani. Haamini, hakubaliani. Kuna roho inayomfanya apinge. Dhaifu wa imani anayo imani, lakini ni dhaifu. Lakini kutokuamini, huna imani. Kuna kitu kinafanya unapinga, unakuwa na kutokuamini. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Glory be to God. Basi niseme tu maneno haya machache ndiyo yanafunga sura hii ya 3 ya kitabu cha Waebrania. Kama kuna nyongeza, sasa hivi ni saa 12 dakika 10, ikifika hapo dakika 20 tuwe tumemaliza. Kwa haraka tuone unaweza